Habari ndugu mfuatiliaji wa Iyambaletu TV. Mimi ni sauti ya mzalendo na leo nakusogezea za kuanzia tarehe 25 Februari 2025 mpaka tarehe ya leo. Na kusogezea kwa uwazi, kwa ufupi na upana, ustadi na uhakika wa hali ya juu sana. Na kukaribisha mara tena na niombe sikio la kizalendo, nikimaanisha uvumilivu wa kusikia maneno ya uhakika na hali halisi ya nyumbani mwanzo mpaka mwisho pasi kupitwa na kuchoshwa na chochote. Hii ni sauti ya mzalendo ndani ya Iyambaletu TV. Wazalendo wanashika udhibiti na ulinzi madhubuti wa mji wa Uvira tangu mwezi Februari kwa ajili ya kuhakikisha adui hapati nafasi ya kujaribu kufanya kile anachojifikiria kuwa anaweza kufanya. Aidha, mazungumzo ya vyanzo vya Iyambaletu pamoja na viongozi majenerali wa wazalendo wiki iliyopita yalileta nuru kubwa ya mbinu danganyifu za adui katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Kwa namna nyingine, maeneo ya Kamanyola yalinaswa na kuwekwa chini ya udhibiti wa wazalendo toka tarehe 25 ya Februari iliyopita, na upande mwingine taarifa tatanishi za umiliki wa Luvungi chini ya amri ya Mnyarwanda ziliwekwa wazi na wazalendo. Aliyetoa taarifa hizo za uongo kuhusu Luvungi kuanguka alikuwa ni mwanajeshi msaliti wa FARDC aliyekuwa tayari kuyaweka maeneo hayo chini ya wahasi, ila watoto wa wazawa wa nchi walisimama dhidi yake, na kamanda huyo ambaye wazalendo walimuita pomba dhaifu alikimbia baada ya kuona ukali wa uhazawaza. Wazalendo waliendelea kuilalamikia serikali wiki jana kuhusu vifaa vya kazi na silaha juu ya ukombozi wa nchi. Silaha zinazotumika upande wa wazalendo mashariki mwa DRC ni za kujihangaikia wenyewe bwana. Jambo ambalo linazidi kuonyesha umuhimu wa operesheni za changia wazalendo kwa DRC zinazofanywa na Iyambaletu TV. Maelezo juu ya hilo nitakusogezea mwisho wa haya mengi mazito na ya maana. Na vipi kuhusu taarifa za baadhi ya viongozi wa wazalendo kukubali kuongwa pesa ili kumwachia adui nafasi? Hilo liko hivi. Kuna ukweli wowote juu ya hili? Ndio au hapana? Mimi ndo nina majibu yenyewe. Maswali ni ya wazalendo na hii hapa ni sauti ya mzalendo. Majemedari wa kizalendo walikanusha wiki jana taarifa za uongo kuhusu kupokea pesa kutoka kwa adui ili kuyaacha baadhi ya maeneo wanayodhibiti. Zaidi, viongozi hao walihakikisha kuwa meya wa mji wa Uvira ndiye aliyepokea hongo kwa adui, na hata hivyo akaweza kukimbia mji kwa hofu ya kukabiliwa na wazalendo. Wazalendo wengi ni wazawa wa maeneo haya: Mwenga, Fizi, Uvira na kadhalika. Sasa wazalendo wakikubali kuongwa pesa, wayaache hayo maeneo, wataenda kuishi wapi wakati hapo ndo kwao? Ni swali fikirishi halilouliza kiongozi mmoja wa wazalendo kipindi cha mahojiano na waandishi wetu wa Iyambaletu. Hata milioni ya dola za Kimarekani haiwezi kunishawishi niuze udongo wangu, alionyesha msimamo mkuu na mzito kiongozi huyo wa wazalendo. Zaidi, taarifa niliyokuletea kuhusu kifo cha Kanali Makanika iliwekwa dhahiri zaidi mbele yetu kuwa wazalendo ndio walihusika katika hili. Usaliti unaoendelea serikalini unatokana na uwepo wa wanajeshi wengi waliokuwa kwenye makundi ya wahasi ya RCD, NDP, M23 ya 2012 ambao walijazwa jeshini na Rais Joseph Kabila. FARDC ni wengi sana kuliko sisi, lakini majemedari wanakimbia na kula pesa za adui, na pasi uwepo wa wazalendo mji wa Uvira ungekuwa tayari mikononi mwa adui. Maana haidhuru sisi ni wachache, lakini vijana walio na uchungu wa nchi wanatoka Mwenga, Fizi na maeneo mbalimbali kuitikia wito wetu sisi viongozi ili kuja kuipambania ardhi yetu. Tumeuzisha mpaka nguo tunazovaa ili kupata chochote juu ya kuendeleza mapigano. Uliwahi kufikiri kuhusu silaha nzito wanazotumia wazalendo? Yes, zile silaha zinazotumika upande wa wazalendo ni silaha ambazo wanazipata baada ya kumpiga adui. Kwa maneno yasiyo ya kutafuna, wazalendo walidai kuwa jeshi la FARDC linawanyima silaha, hivyo inabidi kujipambania wenyewe. Hayo machache yawekwe kwenye box ya kumbukumbu katika ubongo wako, niende kukujuza zaidi. Ni mwisho? Hapana, bado mzalendo ananguruma kwenye microphone za Iyambaletu TV. Ndo kwanza tumeanza. Chukua kiti chako, weka chini, uweze kuketi nami nikupashe zaidi. Hotuba ya Justin Bitakwira iliyotumwa kwa wazalendo ilikufikia? Ndio au hapana? Mimi nakupasha kwa uhalisia, uzuri na utamu, ustadi wa hali ya juu. Sauti ya mzalendo. Madai ya Justin Bitakwira yalisisitiza kuwa vita hii sio vita ya Felix Tshisekedi, isipokuwa ni vita ya wazalendo, na Kongo itakombolewa na wazalendo. Rwanda lazima irudi ilipotoka, na Kagame lazima alipe juu ya zaidi ya damu ya wakongomani milioni 15 aliyomwaga. Hakuna kuogopa chochote. Ikiwa ni vifaa vitapatikana na kama chakula kipo, vita hii lazima tuishinde. Jeshi la Burundi litasimama na wazalendo katika haya mapambano.
Bitakwira alisisitiza kuwa hata vifaa vikosekane, anayepigana sio mtu wala bunduki ila ni roho. Ikibidi mababu waalikwe ili kwa namna yoyote tushinde, basi hilo lifanyike. Bukavu na Goma lazima virudi upande wa wazalendo, na Umoja wa Mataifa unyamaze utakaposikia tumeingia Rwanda. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Justin Bitakwira aliwaomba wazalendo ikiwa kuna matendo ya kunyanyasa raia kwa namna yoyote ili liachwe mara moja. Ushindi uko ngambo yetu na Kagame tutamkanyaga kama shetani, na wale Nangaa Bisimwa ambao ni vifaranga wa Rwanda na wanaanza kututulia ba guverner wenye wataanza kusema Kinyarwanda Goma, waanze kusema Kinyarwanda Bukavu, wajue watalipa malipizi hadi kwa Mungu. Alimalizia hayo coordinateur wa kundi za wazalendo Kivu Kusini. Mpaka tarehe 26 Februari wazalendo waliendelea kuiomba jamii ya Luvungi kuwa katika utulivu na kutoa maonyo makali juu ya kuwauzia pombe wazalendo. Atakayebainika akiwauzia pombe wazalendo, hatua kali zitachukuliwa juu yake. Aidha, kiongozi mwingine wa wazalendo kutoka maeneo ya Ruzizi aliweka wazi swala zima la sintofahamu kati ya wazalendo na jeshi la FARDC. Nguvu za adui ni watu wa FARDC wanaotumia silaha za jimele ambao wanaitwa Satande. Ni ramforo ya M23 katika uhalisia, ambao wanafika maeneo mbalimbali na kufanya uvamizi, kupora na kuua watu, alafu baada ya wao kufanya matukio hayo wanakimbia, baadaye M23 inakuja. Satade ni vikosi vya FARDC ambao bado wametoka mafunzoni, lakini bahati mbaya wanafanya shirika na wahasi. Jeshi la FARDC limekuwa na makundi mawili mpaka sasa. Wale wapambanaji wa kale ambao wengi wao wanasimama na wazalendo, alafu kuna hao wapuzi waliochagua kuisaliti nchi. Kwa hiyo hakuna vurugu zozote kati ya FARDC halisi na wazalendo. Hivyo taifa lisikubali kudanganywa chochote kwa namna yoyote. Kwa upande wa ndani wa ukurasa, mzee wa habari mbichi kutoka Yambalieto ametoa dukuduku zake kuhusu lugha ya wazalendo, kutoa adhabu kwa wananchi wanaoweza kuuzia wazalendo pombe. Isipokuwa wazalendo waangalie utaratibu wa kuweka kwa wanajeshi wao, maana raia ni mfanyabiashara na hawezi kuwa na hatia yoyote katika swala la namna hii. Sasa hapa kuna ile la kibabe. Msemaji wa Amuri William Yakutumba Bwana Obwela amehakikisha tarehe 27 ya Februari iliyopita kuwa wazalendo wako tayari mjini Bukavu bwana, na watapigana vita hii kwa njia zote na kwa namna yoyote. Kipindi unaendelea kufuatilia taarifa hizi, naomba nikukumbushe kuwa Yambalieto inafanya mawasiliano ya moja kwa moja na viongozi wa wazalendo. Hivyo unaposikia sauti ya mzalendo, achana na taarifa za kunusa za vijiweni ambazo hazina uhakika. Haya ndiyo ya uvunguni na ya hakika kabisa. Ikiwa wanaanza kulazimisha mpaka wanafunzi kujiunga nao, maana yake hawana idadi ya kutosha ya kukutana na mzalendo. Hapa Rwanda itaelewa vita haikuwaki bien, maana tutafika mpaka munivo ya Rwanda. Mnyarwanda endelee kujiranforce kwenye mashamba ya mapigano, lakini wajue wazalendo wako tayari mle ndani ya mji. Wataona watakavyofanywa, maana returu njo match. Wale wazalavi mmoja wao waliweza kuyadai hayo kwenye upande wa viongozi. Sikia maneno, taarifa ambazo hazijawekwa dhahiri mbele yako ni kwamba Kagame anaenda kushindwa hii vita, nami nitakusanua. M23 hawana wanajeshi wa kutosha ili kuimiliki Kongo zima. Ndio maana mfumo wa usaliti ndio ambao umewasukuma pakubwa toka mwanzoni mwa vita hii. Maeneo mbalimbali yaliyo chini ya udhibiti wa waasi yanaendelea kuonekana kuwa na uhaba wa wanajeshi baada ya kusimama kwa ukuta wa wazalendo na kunguruma kwa simba wa Kivu maeneo ya Ruzizi. March inakuwa diri. Waasi wanahaa wamepatikana na sasa wanatapatapa. Wakiangalia kushoto wanaambiwa hakuna msaada, wakienda kulia wanaambiwa msaada upo ila hawataupata. Sasa mbele ni bahari ya Shamu, nyuma ni jeshi la Misri, Farao akiwa ndiyo Musa ili ushindi uweze kuwa upande wa Israel. Ubuya yibwa mundu bwaingiza mundu muma problem bana babunjwa. Sasa si umepata taarifa za Rwanda kuondoa vikosi vyake kwa aibu mashariki mwa DRC? Hilo libaki hivyo. Sasa M23 wanakamata vijiji, askari wa kulinda vile vijiji ili visirudi kwa waza watawatoa wapi sijui. Hilo pia libaki namna hiyo. Vyanzo vyetu vya habari vinasema kuwa kabla meeting ya Corneille Nangaa pale Bukavu, walionekana wanajeshi 30 pekee, ila walikuwa wakifanya patrouille ovyo na kuzunguka mjini kwa jipu maeneo mbalimbali ya mji ili waonekane ni wengi. Za Kavumu pia unazo. Kwenye uwanja wa Kavumu majuzi wameonekana wasiozidi 20 pekee. Mambo sasa inaanza. Bado na mashaka? Hizi ni za kuchukua au kuacha, ila ndio walisia na ukweli wa mambo. Ngoja kwanza. Katika kutamatisha ya leo, Yambalieto TV inawaita wananchi wa maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi kuachana na tabia za kinafiki kwa kujaribu kuonyesha kuwa upande wa waasi ili kuokoa maisha yao. Aidha, mzee wa habari mbichi alisisitiza kuwa maisha ya mtu hayapo mikononi mwa mtu mwingine. Hivyo ukidhani kwamba kumpigia makofi Mnyarwanda ndio kutakufanya sikuue, basi bado una mengi ya kujifunza.
Hali hii ambayo inaleta picha tofauti kwa mataifa mengine ni aibu kubwa juu yetu na ni ya kuacha mara moja. Mpaka hapo mimi sina la ziada, ni kuombe tukutane kwenye kipindi kinachofuata. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Iyamba Letu TV na kusambaza kipindi kwa wengine wengi ili waweze kujuzwa haya ambayo umepata pia. Ulikuwa nami tena Sauti ya Mzalendo na hii ni Iyamba Letu TV.